mhandisi wa ndege, lakini pia alibadili historia katika fani ya uhandisi wa ndege nchini Tanzania kwa kuwa mhandisi wa kwanza wa kike wa Kitanzania kupata leseni ya kimataifa ya uhandisi wa ndege ya EASA nchini Tanzania. Tuko naye leo, ameweza kutufahamisha mambo mengi kuhusu karia yake, lakini sasa tunaelekea katika upande wa pili wa mahojiano yake. Kabla tujasonga mbele zaidi kuzungumzia leseni za kimataifa za EASA, Aerolink ni nini na inajihusisha na nini hasa katika sekta ya anga Tanzania? Okay, Aerolink ni kampuni, nitasemaje kwa Kiswahili, ni kampuni ambayo inasaidia inasaidia watu wa local competence au engineer ambao hata ni wanafunzi. Yani tunawasaidia ili tuwafikishe kwenye, kwanza kuitoa hiyo gap ambayo ipo katika aviation. Tunawasaidia hawa wanafunzi na local competence engineer ambao wanatamani kufika kiwango cha international ili wapate leseni za kimataifa. Sisi ni kama washauri zaidi. Neno la kutoa ni washauri ambao tunafanya kazi na serikali ili tuweze kuleta au wanafunzi na maengineer katika kiwango cha kimataifa. Ndio lengo letu zaidi katika mambo ya aviation. Na ni huduma pia ambazo zinatolewa, unaweza kuzimention moja baada nyingine huduma ambazo mnazitoa kama Aerolink mbali na mafunzo ya EASA ambayo tutakuja kuzungumzia? Kwanza Aerolink, achana kama na Aerolink, tuna the mother company ambayo ni Mawingu. Hiyo the mother company, the main purpose ya Mawingu ni kuleta maengineer au wazawa wawe maengineer wa kimataifa. Sasa Mawingu ya kwetu sisi ni kwamba wanataka tulete MRO, yani kuanzisha kuanzisha maintenance, niseme kwa Kiswahili vizuri, kuanzisha matengenezo ya ndege hapa Tanzania. Matengenezo mengi ya ndege ukiangalia hizo makampuni ni zinatoka nje, hasa katika mambo ya EASA. Kwa hiyo sisi tunafanya juhudi ya kuleta haya matengenezo ya ndege ya Tanzania, ni sisi wazawa. Hayo makampuni yasiwe kwamba eti ni kampuni fulani natoka kule ndo wazawa ndo wanafanyia hiyo kazi. Kwa hiyo tunataka sisi wazawa tuwe tuna hiyo kampuni hapa ambayo ndo tunaifanyia kazi, na wafanyakazi wawe wazawa hapa tukizifanyia ndege hizo za nje zinazokuja Tanzania. Hilo wazo zuri, si kwa hiyo kufahamu kama kuna sababu kubwa nyuma ya kuanzisha kuna EASA. Ndio maana hiyo ukiangalia Mawingu ndio imebeba kila kitu. Imebeba kila kitu katika mpaka ndo tukafikia kuanzisha hii kampuni ya Aerolink, kwanza kuwafundisha kwanza huko chini ili wajue basic kabla hawajakuja kuwa maengineer wa ndege. Sawa, tuhamie katika mafunzo ya leseni ya kimataifa ya uhandisi wa ndege ya EASA. Mafunzo haya yamezinduliwa mwaka jana, yakaanza rasmi. Lengo la kuanzishwa tayari tumelifahamu kwamba ilikuwa ni kuhakikisha kama mnaanza kuwatengeneza wahandisi mapema kabla ya kuweza kutengeneza uwezekano wa kuanzisha kwa hiyo kampuni ambayo ndio itakuwa ikihudumiwa na hao wahandisi. Sasa mafunzo haya yanafanyika kwa namna gani? Na ni watu wa aina gani ambao wana qualify kupata mafunzo haya? Wahandisi wa namna gani? Ni mafunzo ambayo wote wanafanya, kwanza ni wanafanya mitihani ya EASA. Wanafundishwa kidogo, kubrashiwa, alafu wanafanya mitihani. Haya mafunzo tulivyoyaleta ni kwamba hao watu lazima wafike kiwango cha kimataifa. Lazima unajua kuna hao watu wa European walichokifanya, walifanya kwamba katika shule zao wako approved about the training. Utafanya miaka 3, ukishamaliza kusoma yani umeshamalizana na mambo ya EASA. Lakini sisi kwetu huku tunafanya miaka 3 ama 4. Tukishamaliza tunaweza kupata diploma ama degree, unaweza pale, alafu bado hujakuwa qualified kwenye EASA. Kwa hiyo lazima tena uingie ukafanya haya
mafunzo ya YASA. Unaona, ukae darasani umsikilize mwalimu alafu ndo ufanye YASA exam. Kwa hiyo sisi tulichokifanya ili tuweze au watu wakimaliza hii miaka mitatu ama mitatu kama diploma, 4 kama degree hapo NIT, tukaleta sasa haya mafunzo ya YASA kwamba unakaa darasani kwa siku 40, yani sijasa 40, hizo siku ni kwamba ni training na examination. Kwa hiyo unafundishwa, ukishafundishwa unafanya mtihani. Ukishafundishwa unafanya mtihani. Kwa hiyo kwa huo ufupi ni kwamba tu tuna brush up alafu tunafanyisha mitihani. Ni kama tu ni examination center. Kwanza wanafanya mitihani lakini tunafanyisha brush up kwamba tuwanapatia mafunzo kidogo ili wasiweze wajue kitu gani kinacho expect kuja katika mitihani. Yeah. Kwa sasa mmefikia hatua gani hasa mafunzo? Kwa kweli tumefikia kwenye hatua nzuri. Tulianza na wanafunzi na walimu wa NIT na wote walikuwa darasani. Impact yetu ya kwanza ilikuwa nzuri kwa sababu walimu walikuwepo physically, walikuja na tulikuwa regulated na HCA. Wenyewe walikuwa kuangalia kitu gani kinachoendelea, wakaona kila kitu kimeenda vizuri. Mtihani ambao walifaulu vizuri ni module 10 na module 1, walikuwa ni wote walipass with the flying colors darasa zima. Tunashukuru na sasa hivi tuko like 70%. Karibia tunatakiwa kumaliza, na kuna mafunzo mengine walimu walikuja waliondoka na mengine wamefanya online. Wanaangalia, wanafundisha online, wanafanya online, wanamaliza. Lakini kuna wengine mwalimu alikuja physically walifanya. Na hayo mengine masomo tuna average it's 82% ya passing. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwanza tulianzisha cha kwanza, nao wanafunzi wote walikuwa wako kwenye tension. Kwa kweli mimi nasema namshukuru sana Mungu kwa sababu hizo pass mark ni nzuri sana kwao. Average pass mark ni nzuri. Yes. Kwa kwanza mmeanza na wanafunzi wangapi kwa sasa? Tumeanza na wanafunzi 14. Yeah. Okay, mwitikio ulikuwa mkubwa. Mwitikio umekuwa mkubwa sana. Kwa hiyo wanafunzi 14 wote wamefanya YASA na karibia wanamaliza. Baada ya siku 40 za mafunzo kwa ufupi na mitihani, nini kinafuata hasa? Baada ya hiyo lazima ufanye practical. Ndio hizo OJT. Yes, lazima ufanye practical, na practical ni masaa 900. Yeah. Nanyi pia mnahusika na huo mchakato wa wanafunzi kufanya practical? Yeah, sisi tunaanzia mwanafunzi anapokuja kuanzia huko chini. Lengo letu kwanza, sasa hivi nitakwambia Zena, lengo letu sio kwamba eti mwanafunzi afanye miaka 3 au 4 alafu tena aje kufanya YASA. Sisi sasa tunataka kufanya approved course. Kwa hiyo tunakuwa approved training course kwamba utapotoka pale NIT unatoka na cheti chako cha YASA. So tena kurudi tena back kufanya, hapana. Kwa hiyo sisi tunachokifanya sasa hivi tuko kwenye huo mchakato. Lakini katika sasa hivi ambacho tuko nacho kwenye table ambacho tunasema tunafanya YASA, wakimaliza kuna hiyo masaa 600. Masaa 600 haya yanafanyika kwenye workshop zao. Tunashukuru sana serikali imeinvest workshop zao, wana kila kitu. Wana hizo ndege za kufanyia practical, kufanya nini na raise worksheet. Sisi tu tunawaguide, tunawaelekeza tunafanya nini, kila kitu. Tunaelekeza kitu gani cha kufanya, kitu gani cha kuweza kufanikisha hiyo 6 hours. Alafu 300 hours lazima tuwapeleke kwenye live aircraft. Lazima tuwapeleke kwenye simulator tena. Hapana. Lazima waende wakashike kile kitu ambacho kina move, kinatendeka, kinafanya. Kwa hiyo hizo 300 hours tena ziko juu yetu. Tunawatafutia, wanaenda, tunawaguide waende wapi na kila kitu. It's on us. Okay. Mna mafunzo ya mtandaoni kwa maana ya online classes? Yes, tunayo. Yeah, online classes, unajua online classes hatujaipa kipaumbele sana kwa sababu online classes ni kama kwa wale watu ambao wako ready. Unajua au ma-engineer ambao wako wanataka kupata YASA lesson. Kwa hiyo they know what they are doing. Lakini kwa yule mwanafunzi aliyotoka pale ambaye yeye anataka sasa kufanya hii YASA, ukimfanyia online classes ni kama vile unamdhulumu sana. Kwa hiyo sisi
target yetu ni kupata walengwa wote. Kwa hiyo online classes ni chache sana kwetu sisi. Ni online classes tunazozifanya ni wale preparation class. Okay. Lakini hizi zingine zote mwalimu anakuja. Yes. Mnapokea wanafunzi wa kimataifa kutoka nje ya nchi ambao tayari wameshapitia hatua fulani ya mafunzo ya EASA? Sisi katika hii class tumepokea Wakenya wawili ambapo wanafanya EASA. Na wenyewe ni mechanic ambao wanafanya kazi kwenye kampuni. Kwa hiyo sisi tunapokea kila mmoja, mtu yote anaotoka nchi yote, kwa sababu ni darasa la kwanza ndo tumelianza na tumepokea Wakenya. Najua darasa la pili tunalokuja kulifanya tumepata wengine wanatoka Dubai wanataka kuja kufanya. Kwa hiyo we are very open na tunataka iwe ni center so to Africa. Dunia nzima ijue pale NIT kwamba ni center ambayo watafanyia EASA training na examination. Wahandisi wachanga wa Kitanzania, unahisi ni makosa gani ambayo unatakiwa kuepuka ili kuweza kuhakikisha kuwa wanakuwa wahandisi bora wa ndege katika tasnia? Kwa vijana nadhani kitu cha kwanza niseme, kwanza lazima watulize akili. Unapotaka kufanya hii course lazima ujue unataka kufanya nini. Alafu pia sasa hivi kila kitu kimeletwa Tanzania, tumewaletea Tanzania, tunawa guide ili wafike pale wanapotaka kufika. Tuko hapa kwa guide. Kwa hiyo kama kijana Mtanzania anataka kufanya hii course, tutatuuliza maswali, tunaweza kukuguide kila kitu. Ndio. Kwa kumalizia, bado wewe unafanya kazi ya uhandisi wa ndege? Nafanya kazi, ndio maana niko hapa, nafanya kazi. Okay. Yes. Bado nawahudumia watu, ndio maana nawaelekeza jinsi gani ya kufanya kazi kwenye ndege, wananipa na wapa ushauri na kila kitu. Ndio maana niko kazini sasa hivi. Ni maendeleo gani au maeneo gani ambayo unatamani kuyaona yakitokea katika fani ya uhandisi wa ndege nchini Tanzania katika miaka 10 ijayo? Kwa kweli mimi ningependa nione wanawake wengi kwenye sekta. Na I'm working hard hata sasa hivi katika hii mambo ya EASA. Na tamani katika hizi group zote tunazochukua, hizi batch zote tunazochukua, nitawaguide wanawake. Nitawaguide wanawake na once wakija kupata EASA nitakuwa ni mwanamke mmoja, nimefurahi sana kwa sababu once navyo guide natamani wapate hiyo EASA lesson na mimi niseme kwamba mimi ni nguvu zangu au wanawake wamepata hiyo EASA. Hiyo ndo ni dream yangu kila siku. Kwa hiyo na guide sana wanawake au wanaotaka kupata EASA. Natamani nguvu zangu zingi nimeziweka hapo kwa guide yao. Neno moja kwa vijana wa kiume na wa kike kuhusu fani hii ya uhandisi? Neno langu ni kwamba uhandisi ni kitu kizuri na watulize akili zao na tuko hapa kuwasaidia ili wawe international, so tu wafanye kazi Tanzania ili sisi tuko hapa kuwasaidia waende nchi za nje kufanya kazi, wapate experience, wabadilishe maisha yao, waangalie jinsi gani aviation inavyokuwa katika nchi nyingine, waangalie jinsi gani aviation iko nzuri katika nchi nyingine na walete yale ambao walioyapata katika hizo nchi katika nchi yetu, ndio tuweze kuiunda aviation iwe bora. Na pia natamani sana aviation ya Tanzania ikue, hasa tuwe na maengineer wengi wa EASA, tuweze ku-raise our flag, bendera yetu iweze kuwa juu zaidi. Unapoenda katika nchi nyingine uangalie, tunajua tuna maengineer kama 10 ama 20, isiwe tu nchi fulani ndio ina maengineer 200 300. Hata sisi tunatamani tuwe tunao maengineer wengi katika nchi yetu. Nakushukuru sana Madam Edith kwa wakati wako. Asante sana Zena. Uwe na wakati mwema na ubarikiwe sana. Asante sana Zena. Na ni Edith Kisama ambaye yeye ni mhandisi wa ndege na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Aerolink Solutions ambayo hivi karibuni mwaka 2025 ilianzisha mafunzo kwa wahandisi wa ndege ambayo yanahusu leseni ya kimataifa ya uhandisi wa ndege ya EASA hapa nchini Tanzania, na ndio ilikuwa kampuni ya kwanza kuanzisha
mafunzo ya leseni hizo hapa nchini Tanzania. Yeye ndio mwanamke wa kwanza mhandisi wa ndege wa Kitanzania kuweza kupokea leseni ya kimataifa ya uhandisi wa ndege ya EASA nchini Tanzania. Na kushukuru kwa kuendelea kutufuatilia katika mahojiano haya kuanzia mwanzo hadi hapa tulipofika tamati. Jina langu ni Zaina Kasim kutoka Aviation Tanzania. Nikusihi usisite kuendelea kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, YouTube channel, TikTok na LinkedIn kama Aviation Tanzania. Tupatane wakati mwingine. Kwa heri.